Lakini hili la chapa ya ng'ombe, ndugu zangu, wote hapa tunachotaka ni tija. Tunachotaka ni matokeo. Tunachotaka ni kuona kama kuna wakulima na kama kuna kilimo kinafanyika kwenye kata hii, basi kifanyike kilimo chenye tija na chenye matokeo. Na kilimo chenye matokeo ni kile kilimo ambacho unapata maji ya uhakika. Kwa hiyo la kwanza tunataka kuona ili eneo na hilo bonde liwanufaishe wananchi, liwanufaishe wakulima. Lakini la pili, tunataka kuona miundombinu ile ikiwa inatija. Hatuwezi kukaa wote tuko hapa afu miundombinu haifanyi kazi. Maana yake hata tija yenyewe ya ukulima haitaonekana. Lakini la tatu, kama kuna miundombinu tunayo inaleta matokeo kwa kijiji na wananchi, matokeo mnayaona. Kwa hiyo mimi natoa mwezi mmoja. Mkuu wa mkoa alivyokuja alitoa maelekezo ya kwamba eneo hili na hili bonde, mfereji urudi kwa serikali ya kijiji, kwa wananchi. Lakini kwa msingi mmoja tu, tunataka kuona tija, tunataka kuona matokeo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, huu mtaro una maslahi kwa wananchi. Leo tumejenga hili jengo kwa kutumia rasilimali iliyotoka pale. Sisi sio kwamba tunamnyang'anya Masanja, isipokuwa Masanja ndio ameshindwa kukaa vizuri na serikali ya kijiji. Wakati tunaanza tulikusanyika kule, tukakaa kwa ajili ya kuja kuomba msaada katika ofisi yako ya mkuu wa wilaya. Tulileta karatasi zetu zilizosainiwa na muhuri uliogongwa, muhuri wa wakulima wa mpunga bonde la kijiji cha Katale. Lakini imekuja kutokea tu baada ya watu sasa kupatikana ni uelewa ni nini, make mpaka nyaraka zilikuwa zinataja ni wakulima wa mpunga. Kwa hiyo ilikuwa inatusikitisha hata sisi, baada tena ya kusikia kuna wajumbe wengine wamekuwa 98, ni kikundi hicho, ni ushirika. Siku ile ya mkuu wa mkoa, mwenezi alikaba shida kwamba wamenyang'anywa ardhi, na kuthibitishia kwa kiapo changu mashamba yote yaliyoko hapo ni ya wananchi na ya wakulima. Mimi na miaka 28 hapa tangu nije hapa. Hayo ni ya wakulima. Sio kwamba ni mashamba ya serikali ya kijiji. Unasikia? Hiyo ndio nathibitisha. Miundombinu ya kufanya shughuli hizo zote wameshiriki wakulima wa kitongoji cha Mlimani na Nyasahenge. Kwa mujibu wa sheria ya rasilimali za maji namba 11 mwaka 2009 inaelekeza kabisa namna ya kugawa maji, namna ya kutumia maji. Kwa hiyo kila Mtanzania yeyote, mwananchi mmoja mmoja ama kikundi ama yeyote yule, anaruhusiwa kwa mujibu wa sheria kuomba kibali cha matumizi ya maji. Kwa hiyo serikali ya kijiji ilipokuja ilikuwa iko sahihi. Kikundi cha chapa ng'ombe kilipokuja kilikuwa kiko sahihi. Na hata wewe mwananchi wa kawaida unaweza ukaomba kibali ukatumia na utaruhusiwa kabisa. Lakini kabla ya kutoa kibali hicho kuna taratibu zake ambazo zinatuongoza. Kwanza kabisa tunaangalia maji kwa ajili ya mahitaji ya binadamu. Pili, tunaangalia maji kwa ajili ya matumizi ya mazingira. Na tatu, shughuli ya kiuchumi.